asifiwe Yesu. Amen. Nilisema tunataka kuangalia neno la Mungu. Nataka kufundisha juu ya maombi ambayo inajibiwa kwa haraka. Maombi ambayo inaenda kwa haraka kujibiwa. Lakini unaweza omba Mungu akasikia maombi kwa haraka. Yaani maombi ambaye ukienda mbele za Mungu haiwezi kukawia. Ni maombi ambayo inaenda kwa haraka, tena haraka sana, na Mungu anasikia. Maombi ambaye Mungu anaweza kusikia ni wakati umeenda mbele za Mungu kwa nguvu na kujikaza na kwa moyo iliyovunjika mbele yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ninataka kufundisha kwa pole pole na Mungu atakusaidia. Kwamba Mungu anapenda mtu ambaye ana roho ambaye inanyenyekea na kuishia Mungu. Kukaa katika ndani ya Roho Mtakatifu. Maombi ambaye umemimina roho yako kwa Mungu. Hiyo ndio maombi ambaye Mungu anajibu kwa haraka wakati roho yako umemimina mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Maombi nyingine ya haraka ni wakati kuna maombi unaomba na kupeana dhabihu. Pia hiyo unajibiwa kwa haraka sana kwa sababu kuna kitu kinakusimamia. Kwa sababu umetoa dhabihu kwa sababu ya kitu fulani unayeomba. Kuna vitu mingi unaombea. Unaombea wewe mwenyewe, unajiombea, na unaweza ukawa unaombea jamii yako pia, ama kuna kitu kimekukasa, shida fulani. Kwa hiyo wakati unapoona shida zinakuja kwa speed ama kwa haraka, ni unatoa dhabihu ndio Mungu asikie, kwa sababu dhabihu ndio harufu mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Unajua wakati unapotoa, Mungu huangalia harufu ya hiyo kitu umetoa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo maombi nyingine ukitaka haraka, unatoa dhabihu, sadaka kwa ajili ya kitu fulani, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili ya mtoto wangu, kwa ajili ya nyumba ya fulani, kwa ajili ya shule, kwa ajili ya ugonjwa. Hata unatoa dhabihu ndio ugonjwa ikuondokee. Na hiyo dhabihu Mungu anasikia. Amen. Haleluya. Amen. Yesu akajitoa kuwa sadaka na dhabihu katika Waefeso 5. Ephesians 5. Akajitoa kuwa dhabihu na sadaka, manukato mbele za Mungu, ili Mungu akasikia harufu ya manukato ya sadaka Yesu na dhabihu Yesu, ndiyo tupate msamaha wa dhambi. Hatungepata msamaha wa dhambi kama Yesu angejitoa kama sadaka na dhabihu mbele za Mungu, na ndiyo hiyo harufu Mungu akaisikia. Na aliposikia harufu ya manukato, akatusamea dhambi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Akatuponya, akatuondolea dhambi, tukawa watu tunahesabiwa haki kwa sababu ya dhabihu na sadaka Yesu ambaye alijitoa. Yesu alijitoa msalabani, akawa sadaka na dhabihu. Amen. Na alipofanya hivyo, tuliokolewa katika hiyo dhabihu, kwa sababu alijitoa ndio Mungu aweze kutusamea. Sasa hivi wewe unaweza toa sadaka kwa ajili ya ugonjwa ili upone, kwa ajili ya mtu fulani ndio apone, kwa ajili ya shida fulani ndio ishe, na Mungu usikia. Amen. Tumpe Yesu sadaka. Waefeso 5. Haleluya. Amen. Tumpe Yesu sadaka tena.
unapeana ya mikono inaweza kukuponya, inaweza kubadilisha maisha yako. Amen. Mtumishi anaposema mpe Yesu sadaka ya mikono, hiyo tu peke yake unaweza ukapona. Amen. Hata anaweza kusema ya kwamba hebu cheka, naanza kucheka. Ukicheka tu hii cheko si ya kawaida. Unaanza kupona. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linaposema ya kwamba Yesu alijitoa kuwa dhabihu. Na wewe ukitoa dhabihu, hata ya sadaka ya mikono, hata ya sadaka ya pesa ambayo umetoa. Haleluya. Amen. Na Mungu anasikia yote, anaangalia yote kwamba moyo gani kimetoa hii. Haleluya. Amen. Some hapo mstari wa kwanza, na pili na tatu. Kitabu ni Waefeso kwanza mstari wa kwanza inasema, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo. Ndio. Kama Kristo naye alivyowapenda nyinyi, tena akajitoa kwa ajili yetu. Sadaka na dhabihu kwa Mungu kwa harufu ya manukato. Rudia tena mstari wa kwanza. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Wewe ukiwa katika nyumba ya Mungu, ujue ya kwamba Mungu anakupenda. Uwezi kaa kama unajishuku. Haleluya. Amen. Na nimeambia mzee utoka kona huko, kwa sababu kona unakanga kona huko, nikasema ukuja hapa. You're confident ije. Nikupatie kitu inaitwa confident. Haleluya. Unakaa ukijua ya kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, ninapendwa. Mfuateni Mungu kama watoto wanaofanya nini? Wanaopendwa. Usiwe na shaka katika nyumba ya Mungu, wala usiwe na shaka katika wokovu, wala usiwe na shaka wakati uko katika ibada ya Mungu. Ukijua ya kwamba Baba yako aliye mbinguni anakupenda. Amen. Usikae na uoga. Nakaa kama mrithi wa baba yako, mrithi ya mali ya baba yako. Akasema mahali pengine, wote waliompokea aliwapa uwezo kwa watoto wao. Si ndio? Na watoto wa mtu urithi mali yake. Amen. Kwa hiyo wakati unapofuata Yesu, unafuata ukijua ya kwamba unapendwa. Amen. Tumpe Yesu sadaka. Mkaenende katika upendo. Mkaenende katika hiyo upendo. Kama Kristo naye alivyowapenda nyinyi. Kama Kristo naye aliyetupenda sisi, tena akajitoa kwa ajili yetu. Na akajitoa kwa ajili yetu. Si ndio? Endelea. Sadaka na dhabihu kwa Mungu. Sadaka na dhabihu kwa Mungu. Kuwa harufu ya manukato. Kuwa harufu ya manukato. Yaani Yesu alipokuwa msalabani kulikuwa na harufu nzuri ilifanya Mungu akatusamia dhambi. Amen. Kwa sababu sadaka Yesu na dhabihu Yesu. Mungu akasikia hiyo harufu, akasikia nitamsamea mwanadamu katika dhambi. Yoyote atakayemwamini Yesu anakuwa na uzima wa milele. Ni kwa sababu ya ile harufu ambayo ilikuwa kwa msalabani. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Jumapili iliyopita tulikuwa tunakumbuka kifo cha Yesu hapa, na tukabarikiwa sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo maombi nyingine ni kutoa sadaka ndio bora. Mungu alisikia haraka kwa harufu ya Yesu Kristo kwa sababu alikuwa msalabani, akawa harufu na manukato, harufu ya manukato. Manukato ni marashi. Na wangapi walijipaka marashi leo? Wangapi wengi hawataki kuenda bila marashi? Sasa wadada, naweka koti lako, ana anafanya asubuhi. Kulingana na ile harufu unapenda, si ndio? Eti kwamba ndio ile ukitembea ama ukikaa na watu hakuna harufu mbaya kwa watu. Ile harufu mbaya haitasikika, lakini ile marashi uliyojiweka ndio inasikika. Si ndio namna hiyo? Sasa Mungu katika sadaka usikia harufu ya hiyo sadaka unatoa. Na anasikia harufu kwa hiyo dhabihu ambayo unatoa.
Hiyo ndio one ambaye Mungu inatakikana kuwa na maombi ambaye ina harufu, unatoa sadaka na dhabihu ndio ujibiwe maombi yako. Namba 2, usiombe kwa udhaifu. Maombi ya udhaifu Mungu haitaki. Mathayo 26, Matthew chapter 36. Usiombe kwa udhaifu. Mungu hapendi maombi ya udhaifu. Mungu anapenda maombi yenye unaomba kwa nguvu na kujikaza. Nafundisha juu ya maombi. Lazima uwe mtu unajikaza kwa maombi, unafunga, unaomba Mungu, unaenda mlimani, unaomba, unakaa kwa nyumba, unapiga magoti, unaomba kila wakati, na ndio Mungu atasikia maombi yako. Lakini ukiwa mtu auombi, shida nyingi zitakuja na hakuna mwenye kuondoa. Lakini ukiwa mtu kila wakati ni kuomba, mashida zinaondoka, shetani anaenda na magonjwa yake. Kila majaribu inaondoka kwa sababu ya maombi yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Daniel alikuwa naomba kwa siku mara 3 kwa siku. Haleluya. Na alikuwa minister fulani katika serikali. Mpaka wakamwangalia, wakamwambia, wakamstaki kwamba mfalme ulisema ya kwamba watu wasiabudu Mungu mwingine ile yako. Lakini tumeona Danieli akiomba mara 3 kwa siku. Haleluya. Amen. Wewe unaombanga mara ngapi kwa siku? Haleluya. Amen. Ama ni ile haraka haraka? Huwa inaanza? Hiyo namna gani? Halafu naacha hata ungi. Hata naona wengine chakula ikiwepo wanafanya. Nikikosea unajua si nimeisahau. Ameshamaliza. Mungu hapendi maombi kama hizo. Mungu anapenda maombi ambayo ina nguvu. Unaomba kwa nguvu na roho. Unaomba kwa roho. Unaomba kabisa. Haleluya. Kuna wanafunzi walikemewa hapo kwa hiyo Mathayo. Akaambiwa muombe, wakawa wakasinzia. Akaambiwa omba usiingie katika majaribu. Ukiomba hauwezi kuingia katika majaribu. Lakini usipoomba utaingia katika majaribu kwa sababu haujaomba. Hujakemea shetani. Hujamwambia Mungu niondolee majaribu. Hujaongea katika anga yako. Hujaombea nyumba yako. Hujajiombea katika anga. Ni nini kitatokea? Adui atakuvamia kwa sababu hauna silaha. Kwa sababu maombi ni silaha. Maombi ni ngao. Maombi inakinga mambo nyingine. Kwa hiyo nataka kukufundisha jinsi ya kuomba. Na ukitaka kupenya katika hali nzuri na kuenda kwa njia iliyo sawa ni maombi. Haleluya. Amen. Na sio maombi ambaye ni ya kusita sita. Kama wanafunzi tunavyosoma hapa, walipoambiwa waombe walisita sita, wakalala. Na naambiwa ombeni msiingie kwa majaribu kwa sababu maaskari wanakuja, maadui wanakuja, na walilala. Nini kilifanyika? Walikimbia wakati Yesu aliposhinda. Lakini wangekuwa katika maombi, wangekaa, wangetembea naye, kwa sababu walikuwa katika nguvu za Mungu. Kwa kukosa kuomba peke yake, walikimbia wakati Yesu alikamata, wakamwacha peke yake. Amen. Haleluya. Amen. Maombi wakati unapo usiku, mchana, ukiomba tu Mungu nisaidie, hivyo unaweka katika anga yako, Mungu anasikia. Amen. Mungu anapenda maombi. Haleluya. Amen. Mwimbaji mmoja akasema heri ng'ang'ania maombi bila kujali kitu chochote. Si ndio?
Lakini ukikosa kuomba, unasikia hata imani yako inarudi chini. Unasikia kwamba hata Mungu hutaki. Hata kwenda kwa kanisa hauwezi enda kwa sababu wewe ni empty. Haleluya. Amen. Lakini wakati unapoomba unasikia kwenda kwa ibada ya Mungu. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kulikuwa tusome Mathayo. Tuone Mathayo. Soma msomaji Mathayo. Some Mathayo. Mathayo 26 mstari wa 36 inasema, kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemani. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo. Kwa nini walimchukua Petro na wale Jacob na Yohana? Ni kwa sababu hawakuchukua wote, kwa sababu kuna watu wana nguvu katika maombi. Sasa hao watatu walichukuliwa kwa sababu Yesu alijua hao wana nguvu katika maombi. Hata wakati mwingine unapoenda kuombewa na mtu, angalia ni mtu gani anakuombea, ana nguvu za Mungu ya kukuombea. Haleluya. Amen. Si kila mtu utaruhusiwa kuweke mikono. Haleluya. Amen. Sio kila mtu tu mhubiri amekuja ashakuwekelea mikono. Hapana, ni lazima uone huyu mtu ana nguvu za Mungu kweli. Tunaweza tembea na yeye, tunaweza abudu Mungu pamoja. Amen. Haleluya. Huyu mtu ambaye anataka kuniombea ni mtu wa aina gani? Ni mtu ana Mungu ama hana Mungu? Na ndio unaona Petro na Yohana na Yakobo alichukuliwa kwenda mlima wa Mzeituni, inaitwa Getsemani. Mahali Yesu alikuwa ni desturi yake kwenda kuomba kila siku, kwenda kwa mlima. Sasa ilipofika wakati wake, wakati wa kuchukuliwa kwenda kwa msalabani, maana Yesu aliteswa. Nataka ujue hiyo. Yesu alilia msalabani na alilia mara mingi akisema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki cha mateso kiniepuke, lakini mapenzi yako yatimie. Kwa sababu ilikuwa ni wakati wa huzuni. Maandiko yanasema ya kwamba hata wakati alipokuwa wanaomba, aliomba mpaka jasho yake ikakuwa damu. Tumpe Yesu sadaka. Nasijui kama kuna mtu anasikia injili ya Mungu. Ikakuwa damu kwa sababu gani? Alijua ya kwamba ile mateso anaenda anahitaji nguvu. Hata wewe katika maisha yako unahitaji nguvu ya kukufanya wewe kufaulu katika maisha, kufaulu katika mwenendo wako. Unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ili atembee na wewe katika njia hii ya kwenda katika ufalme wa Mungu. Maana hutaweza katika mwili, kwa sababu kuna watu watakukwasa, kuna watu watakutukana. Unajaribu kutenda mema, lakini utajikuta ya kwamba umetenda mabaya. Paulo akasema, ninajaribu kutenda mema, lakini nikijikuta nishatenda yaliyo maovu. Ni kwa sababu gani? Mwili anapigana na roho sana ili ashinde roho. Amen. Lakini ukiwa mtu wa maombi kila wakati, kama Kristo Yesu aliomba mpaka jasho ikakuwa kama damu. Amen. Uliona wapi mtu kama hiyo? Na ni mwana wa Mungu. Kwa sababu alijua pale msalabani mahali naelekea viboko Kiswahili hicho tena inapotea 39 alipigwa yeye. Ni kwa sababu gani? Alipigwa kwa sababu ya sisi ili tuweze kupona. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo aliomba, kwa hiyo kwa sababu alijua kuna viboko 39. Haleluya. Amen. Na wewe unatakikana kuomba kwa sababu kuna vitu ambaye inakukujia ambaye sio sawa. Kila wakati unakwaswa. Kila wakati kuna mambo ambaye sio nzuri. Ukitaka kutenda hii, kuna mtu amekukwasa. Si ndio namna hiyo? Hata leo asubuhi kuna mtu amekwaswa hapa. Ulikuwa unataka kufanya kuongea hivi, tayari umekwaswa. Unasikia umekwasika roho yako. Hata usikii kuja kanisani. Umekorofishana na mtu. Ama jana usiku ukakorofishana na mtu.
Kwa nini? Kwanza nyinyi ambaye mko kwa ndoa kila wakati vutano nini, vuta ni kuvute, vuta kamba nivute kamba, namna hiyo. Sasa mpaka roho yako unasikia haiko sawa. Eti kwa nini? Sasa unahitaji kuomba sana ili upate nguvu ya kushinda majaribu. Anaambiwa ombeni ili mshinde majaribu, msiingie katika majaribu. Ukitaka kufaulu kwa hii maisha, uombe usiingie katika majaribu, kwa sababu shetani lazima akujaribu. Na kama una maombi, mambo yako utashindwa na shetani. Utajikuta tu umeingia kwa mahali fulani, utajikuta ushaingia. Na shetani anakuaibisha wewe. Ukiingia kwa majaribu, umetenda dhambi, basi anaendaga kando, anakuambia kwa nini? Nani alikwambia ufanye? Kwa yako nasi utatenda. Ile nguvu ulikuwa na utaona wewe. Nikupiga ngumi hii, wewe utaniona, wewe utaniona. Hiyo ni nguvu za shetani. Alafu kisha piga, ameanguka chini, shetani anakuambia kwa nini umefanya? Sasa wewe unaanza kusema kwa nini nilifanya? Kwa nini nilitukana? Kwa nini niliua? Watu yote ambaye ameua mtu akishakufa ana regret, anasema kwa nini nilifanya? Hata wezi wakishikwa anasema kwa nini niliiba? Kwa nini nilitukana? Ni kwa sababu umeingia kwa majaribu, lakini baada ya kuingia kwa majaribu ukawacha. Kwa nini nilifanya hii? Kwa nini nilifanya hii? Kuna kijana mmoja alikuja kwangu akaniambia kitambo, nikiwa mhubiri kijana. Zamani nakumbuka hiyo kijana alikuwa anaitwa Isaac. Kuja kuniambia, unajua mimi nikifanya usharati huwa najihukumu, nasikia kujinyonga. Lakini kabla sijafanya usharati nina nguvu sana. Niambia alikuwa anaingia kwa nyumba, kanafanya usharati. Lakini baada ya usharati anasikia kujinyonga. Anasikianga kuchukua kamba na kujinyonga. Alafu baada ya siku chache inaisha, natafuta ingine. Akifanya anajisikia kujinyonga. Ni nini? Ni shetani anamwambia hebu enda. Anamwambia kwa nini umefanya? Anasikia haya, anasikia vibaya. Kusema anasikia huzuni, anataka kuchukua kamba ni kinyonga. Unaona kazi ya shetani? Omba ndio usiingie katika majaribu. Yesu akamwambia nini? Hao wanafunzi watatu. Akaanza kuhuzunika na kusikia vibaya na kusononeka. Hivyo akawaambia wale watatu, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Roho ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa. Mkeshe pamoja nami. Kesheni pamoja na mimi. Akaendelea mbele kidogo. Akasonga akajitenga na wale wanadamu. Kwa sababu Petro na Yohana na Yakobo walikuwa wanadamu. Mtu ambaye alikuwa mwanadamu hapa ni Yesu. Akajitenga na wanadamu, akaambia nyinyi ombeni hapa. Mwana wa Mungu akaenda kuomba. Na ujue ya kwamba hii mafundisho, ujue Yesu si mwanadamu. Mafundisho yako nakwambia nini? Yesu si mwanadamu. Na akaomba na kusikia ya kwamba anahitaji nguvu tena kutoka kwa Mungu. Akaanguka kifudifudi. Yaani alianguka kifudifudi, yaani chini na tumbo. Akaomba Mungu akasema, Baba yangu, ikiwezekana, kikombe hiki ukiondoe. Lakini si kama mimi nitakavyo, kwa sababu ilikuwa ni lazima asulubiwe. Bali kama utakavyo wewe. Kama wewe utakavyo wewe. Endelea. Akawajia wale wanafunzi wake. Sasa akarudi
kwenda kuangalia wale marafiki zake. Akawakuta wamelala. Akawakuta wamefanya nini? Na aliambiwa ombeni kwa sababu ninakuja kukamatwa, hata nyinyi mnakuja kukamatwa. Wakalala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Hata mkuweza kuomba tu hata saa moja, even one minute, kuomba tu, mkuweza kuomba na mimi? Endelea. Kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni. Kesheni mkaomba, msije mkaingia kwa majaribu. Roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Lakini mwili ni dhaifu. Tuombe Yesu sadaka. Maombi ya udhaifu Mungu hataki. Lakini Mungu anapenda maombi yenye nguvu, mtu mwenye anabidii katika kuomba. Ukiwa nyumbani unaomba, ukiwa safarini unaomba. Maombi iwe chakula yako kila wakati. Amen. Unaomba ukiwa nyumbani, ukiwa safarini unaomba, kila wakati unaomba ili usije ukaingia kwa majaribu. Amen. Na hiyo ndio utashinda majaribu. Amen. Mambo yako yatafunguliwa. Amen. Kama kuna kitu ambacho unataka kuiombea, unaiombea hiyo kitu kwa nguvu, bila kukua mdhaifu, kwa sababu udhaifu haiendi na utaenda na Kristo, na shetani atakupata vizuri kwa sababu wewe ni mdhaifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo inatakikana wewe unaomba kila siku, uwe ni mtu wa maombi. Ukiwa kwa maombi kila wakati, Mungu atakujibu vile unataka. Amen. Na Mungu atakupatia vile moyo wako unataka. Amen. Ukiomba mkate atakupa mkate. Ukiomba samaki atakupa samaki. Haleluya. Amen. Ukiomba chochote atakupa, maana Yesu anasema na mkiomba lolote nitawapa kwa jina langu. Amen. Chochote utakalo ukiomba. Kwa hivyo wewe unatarajia kupata namna gani na hujaomba? Haleluya. Amen. Kama wewe una kiu, mtu atajuaje uko na kiu? Simama useme nipatie maji. Yeah. Ndio watu wajue wewe una maji, unaletea maji unakunywa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Hivyo hivyo Mungu lazima utamke na kuomba hiyo kitu. Mungu ninakuomba unisaidie na hii kitu, na anakupatia. Usipoomba hata kupatia kwa sababu hujaomba. Unapewa kitu hujaomba. Lazima uombe ndio upewe. Tunasema ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi utapata. Usipotafuta utapata. Huwezi kupata. Hata usipoamka kwenda kazini, hutapata pesa. Hebu kaa kwa nyumba kesho. Na useme haraka. Pesa sishuke hapa. Hawezi shuka. Haleluya. Mpaka uende kwa kazi utafute ndio upate pesa. Si ndio kweli? Na Mungu anasema ukiomba utapata, ukitafuta utapata. Ukibisha utafunguliwa. Kwa hivyo lazima uchukue action. Usiwe mdhaifu katika maombi. Omba sana. Omba kabisa. Yesu akaomba mpaka akasikia ya kwamba yeye roho yake imeisha. Kitu gani kilifanyika? Baada ya kuomba, malaika walitoka mbinguni wakampatia nguvu. Haleluya. Wakampatia kikombe cha nguvu. Alipopata ile kikombe, akaambia wale wanafunzi sasa laleni. Hakuna maana lala, amepata nguvu. Wakati alipoambia laleni, Judas Iscariot akaja. Akakuja akambusu. Tayari mwana wa Mungu amekuwa strong kwa sababu ameomba. Alikuwa na nguvu nyingi sana kutoka juu. Na jeshi la mbinguni zilikuwa hapo. Haleluya. Nataka nikufundishe kitu hapo. Wakati Yesu aliposhikwa na kupelekwa msalabani, pale jeshi la Mungu la mbinguni, kuna majeshi mbinguni ya malaika walikuwa hapo.
Ndio ujue Yesu alipata nguvu katika maombi. Petro kwa sababu alikuwa katika mwili, na ndio unaonanga mtu kama hauko katika roho, unaweza tukana, unaweza sema mambo mabaya, unaweza sema chochote kwa sababu uko kwa mwili. Lakini ukiwa kwa roho, hakuna matusi, hakuna mambo mabaya, kwa sababu una nguvu za Mungu ndani yako. Petro alipoona Yesu ameshikwa, akachukua upanga, kwa sababu Yesu alimwambia twende kwa milima, kwa sababu Nairobi alikuwa ameficha panga. Haleluya. Amen. Nini ilifanyika? Alimkata askari wa mkubwa, alikuwa komanda, akamkata sikio. Yesu akamwambia rudisha hiyo mali imetoka, kwa sababu ninaweza itisha jeshi kubwa sana. Alafu akaponya mtu hapo, na ako under arrest, ana ameshikwa na polisi hapo. Ameshikwa na polisi, akwambia nimekushika na kuweka pingu. Wewe usashikwa na polisi, alikuweka pingu, alikuweka kwa gari, ingia kwa gari. Sasa hiyo unasikia namna gani? Sio sitaki kutemeka. Sasa sasa tutafanya hivi. Sasa uko under arrest. Yesu akiwa under arrest akaponya mtu, akarudisha ile sikio. Na kwa sababu wale hawakuona, walikuwa kwa mwili, sikio likapona. Lakini hakuna mtu aliyesema na huyu mtu amefanya miujiza nyingine, kwa sababu alikuwa amefungwa wasione Yesu ni nani, kwa sababu Yesu alikuwa atimize ile mpango ya Mungu. Akaponya mtu akiwa kama ameshikwa, na mtu akapona. Haleluya. Amen. Yesu anakatifu. Omba bila kukoma. Haleluya. Amen. Unaenda mbele za Mungu, naomba bila udhaifu. Wangapi tuko pamoja hapa katika hili? Unaomba na unaomba. Ukiomba tu unasikia breakthrough. Kama unaomba kitu fulani, unaombea kazi, unasikia mpaka unaona kazi ndio hiyo. Kwa maombi tu. Kama unaomba kujua uponyaji, unasikia kwamba nimepona. Kabisa katika maombi unasikia unakemea shetani ya malaria, ya ugonjwa fulani, mpaka unasikia kwamba wewe ushapona kwa sababu ya maombi. Lakini usipoomba, hata kuja kanisani hauwezi. Hata ukikuja kanisani ni bure, umekaa tu, kwa sababu hauna maombi ndani yako. Kwa hivyo omba na uombe na uombe na uombe. Maombi ambaye haina udhaifu. Omba kwa bidii. Hiyo namba 2. Haleluya. Amen. Kuna mama mmoja aliomba wakati aliposikia kwamba sasa alipewa dhabihu ya kwenda kutoa kwa nyumba ya Mungu. Bwana akasema sasa hii ni nini? Hii ni nini napewa hii? Na sina watoto. Naitwa Ana. Kila mwaka mume wake alikuwa mcha Mungu, anatoa dhabihu na sadaka. Lakini aliona ni bure. Na akaachana na yote, akakimbia kwa nyumba ya Mungu, kwa madhabahu. Akapata kuhani moja, priest. Anaitwa Eli. Hakuwa na haja na Eli. Alianguka kwa madhabahu na kumimina roho yake kwa Mungu. Mpaka yule Eli akamwambia, wewe mama utalewa mpaka lini? Achana na kulewa. Akamwambia, sitalewa. Nimemimina roho yangu kwa Mungu. Kwa sababu mdomo yake haikuwa inatoa sauti. Anaona tu mdomo tu inaongea tu. Na shida huyu ni mlevi. Kumbe mama amemimina roho yake kwa Mungu. Simameni katika jina la Yesu. Simama. Kumimina roho yako kwa Mungu katika maombi. Yaani roho yako inakutana na Mungu. Roho yako
inawasiliana na Mungu. Hiyo ndio number 3. Unawasiliana na Mungu katika roho ambayo imekutana na Mungu, na Mungu anajibu maombi yako. Mara nyingi watu huomba shida iondoke, na hiyo ndio kitu ambayo imeshika kila mtu duniani. Mungu niondolee shida. Shida itatoka wakati umemimina roho yako kwa Mungu. Peke yako, ndani yako, iwasiliane na Mungu. Umezima kila kitu na kumimina roho yako kwa Mungu, na Mungu atasikia. Ana akaambiwa ya kwamba sasa wewe nenda kwa amani na Mungu akutendee unachoomba. Eli alipojua ya kwamba kumbe hii mama hajalewa, kumbe amemimina roho yake kwa Mungu, akamwambia, mimi ni mama mwenye huzuni sana. Roho yangu ina uchungu. Roho yangu haina raha. Ni hivyo hivyo hata wewe roho yako haina raha. Mahali umetoka, nyumba ile umetoka, hakuna raha. Kazi hakuna raha. Mahali popote wewe una raha. Lakini utakapomimina roho yako kwa Mungu, na Mungu atakuondolea. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Wewe mimina roho yako kwa Mungu, si maombi ya mchezo ya kucheza. Sio una shida. Sasa unaomba Mungu kabisa, na Mungu amesema ukiomba na kupatia. Haleluya. Amen. Ukiniomba na kusikia. Amen. Ninatasikia vile umesema na nitakupatia. Mungu upatia mtu kitu ambacho ameomba. Nataka unisikie. Amen. Haleluya. Amen. Na huwezi kupewa kitu ambacho hujaomba. Unapewa ambacho wewe mwenyewe unaomba. Haleluya. Amen. Na Mungu atasikia maombi yako, maombi ya bidii, maombi ya kumimina roho. Yaani umeishia Mungu kabisa katika roho yako yote. Unamimina kwa Mungu na Mungu anasikia. Amen. Inakuwa hiyo maombi inakuwa ni harufu na sadaka mbele za Mungu. Amen. Na Mungu anasikia. Amen. Number 4. Mungu huangalia tena maombi ya dhabihu unapotoa. 5. Mungu huangalia pia maombi ambaye unaahidi Mungu. Mungu ukinipa hii kitu na mimi nitakupatia hii. Utakaponifungulia njia ya biashara na nikipata pesa Mungu kwa biashara, nitatoa fungu la 10, nitajenga nyumba yako, nitasaidia watoto fulani, ama nitakutolea kitu fulani. Mungu anasikia kwa haraka. Maombi ya speed. Maombi ya kukimbia. Unaahidi Mungu. Ukiahidi tu Mungu, Mungu anatenda, ndio wewe umpatie yale uliyoahidi. Amen. Tumpe Yesu sadaka. Maombi ya kuahidi sasa inakuanga ngumu kwa Wakristo sababu ni wachoyo. Haleluya. Amen. 1986 niliahidi 100 shillings. Yeah. 1986. 85, 86. Kumbuke. Na sikupea. Unajua hiyo pesa 1986, 85, 100 shillings ilikuwa pesa mingi. Lakini hiyo kitu ilinisumbua mpaka nikatoka Mombasa nikiwa mtu mzima, nikaenda kupeana 100 shillings pale nilikuwa nimesema ya moja tu. Kwa miaka mingi nikifanya inanisumbua, kuna kitu niliahidi Mungu nitatoa. 1985, 86, sasa hivi miaka mingi sana sio. Lakini ilinisumbua mpaka nikawa mtu mzima vile niliko. Mpaka nikachukua 100 shillings nikatembea. Pia nilipofika hiyo kanisa, wenye nilikuwa na wajua zamani hawako, ni watu wengine. Nikapeana 100. Kwa ile kikao nikasema, ndio nikasikia nikale. Wakati unapoahidi Mungu, angalia utimize yale unaahidi Mungu. Yes. Na ukitaka kufaulu kwa maisha yako, ahidi Mungu na utimize. Amen. Haleluya. Amen. Timiza tu kwamba nitakutumikia. Ana anamwambia nini? Ukinipa mtoto mwanaume, hakuomba msichana. Wala Ana hakuomba watoto. Aliomba Mungu nipatie
mwanaume, si ndio? Hakusema tu nipatie watoto. Na wakati unapoomba, taja kitu unataka. Kama ni nyumba unataka, unasema nataka nyumba. Kama ni shamba, nataka shamba. Haleluya. Amen. Kama ni kitu fulani unataja na unapewa hiyo. Ana akasema nataka mtoto mwanaume. Na ukinipatia, yake ilikuwa ni uchungu sana. Nitaleta kwa hii nyumba. Mtoto alipowacha kunyonya, akapeana. Kwa sababu si yake tena. Lakini aibu yake ilikuwa imetoka. Na ile mtoto akawa mtumishi wa Mungu. Akawa nabii wa Mungu. Lakini alipeana. Mfalme mmoja akaenda kwa vita, akamwambia Mungu, nisaidie nipige wa Palestina. Mungu akawapatia, akamwambia chochote ambaye atakaende laki ya kwanza nitakupatia Mungu. Hadi naona hiyo hadi zingine ni uchungu sana. Na ni lazima ufanye hivyo. Usipofanya hivyo, Mungu atarudisha chochote ambaye aliyokupa. Hiyo mfalme alikuwa na msichana mmoja tu. Imagine mtu na msichana mmoja tu, ana nyingine au zaa nyingine. Huyo ndio alikuja na ile mlaki baba yake. Baba yake akalia machozi. Mtoto anashindwa na huyu analia kwa nini? Kwa sababu alimwambia chochote atakuja kunilaki nikitoka kwa vita, nitakupatia. Hakuna budi akapeana tu msichana akabaki. Manake Mungu alifanya akashinda vita. Na akasema nikishinda chochote atakayenilaki nitakupatia. Mungu akatesti yeye. Ile msichana mmoja tu. Peana hiyo. Ndio uchungu kiasi gani? Lakini si Mungu amefanya kazi. Sasa usimpatie ile kitu umemwahidi. Ahidi Mungu ndio ukitaka tu mambo yako iende kwa haraka. Kitu kingine kikanisumbua nilipotoka kwa hospitali, nilipoumwa na nyoka na kamili, niliwaambia. Nilipokuwa kwa flyover naangalia makaburi ile ningeenda, sababu bali nilikuwa watu walikufa sana. Nikamwambia Mungu, ukinitoa kwa hii maiti yote hii ambayo wamekufa, mimi nitakutumikia. Sasa nikiwa flyover nikaangalia hospitali na makaburi. Hiyo ni miaka mingi sana. Nikamwambia Mungu, umeniokoa kutoka hii kaburi. Sasa mnajua vile makaburi yanakuwa na msalaba nyingi. Na kuharibu sana wakati unatoka kwa hospitali ama unaingia majeneza, siku unapita kwa majeneza. Sasa ujui kama utaingia kwa hii jeneza. Unajua naharibu saa nyingine hawa watu. Unajua mwingine anaweza ona jeneza na anaenda kuona daktari, kana stuka, kana spirit ya kifo kinamshika, kana kufa. Nikaambia Mungu, nitakujengea kanisa. Unajua hii mambo ya kutaja na kutokuwa serious. Nitakujengea kanisa kubwa. Yeye ilinisumbua tena. Sasa Mungu alitega wakati nilipata pesa. Pata pesa mingi sana. Akanikumbusha, unakumbuka kwa flyover ulisema utanijengea. Unajua ni uchungu. Nilitoa 6 million kwa uchungu. 6 million. Hiyo ndio kajenge nyumba. Uliahidi ukapewa ama ukaponywa, lakini ni uchungu kupea. Kuna bengi ya kupea. Hata wakati nimekukopesha pesa, nikopeshe 10,000. Ukinipa sasa nikuona wewe, sasa nikukurudishia hata kama niko na. Lakini kuna uchungu ya kurudisha ile bengi. Kwa nini? Maombi ya kuahidi Mungu inafanya wewe kupewa kwa haraka. Usiahidi tena Mungu kitu ambayo huwezi kufanya. Kama mimi. Wewe unafikiria kupata 6 million, 10 million, 15 million, 20 million, si rahisi. Hata 1 million Kenya kupata ni ngumu. Nani hapa hapo na 1 million kwa account? 1 million.
iko sahihi. Yale inakaa kuna mwingine hapa hata 100,000 ujiwahi weka kwa mfano. Kweli. Kuna mwingine 50,000 na kuna mwingine 100,000 si kitu. Hata na ukitaka kufanya hesabu hii na wewe 100,000 pesa yote mingi. Hiyo utaongea vizuri. 100,000 kwa mwingine. Na kuna mwingine 100,000 ana stress. Si ndio? Usiahidi Mungu kitu ambacho hauwezi kufanya. Ahidi ile unaweza. Wengine wanaambia Mungu kunifanya nitaleta unga ile ya chapati. Nitaleta unga ya chapati kwa nyumba yako. Na ulete kweli hiyo unga. Nitaleta unga ya ugali. Kitu kingine nitakutumikia, sitakosa ibada yako. Ahidi Mungu hiyo kila kitu unaweza. Usiahidi Mungu vitu ambaye hauwezi kuweza. Tuketi chini sasa. Unajua nimesema mkristo sababu niliona usingizi. Unaahidi Mungu kitu ambacho unaweza kufanya. Ana akamwahidi akamsema, ukinipa mtoto mwanaume Mungu nitakupatia. Hiyo ndio jibu. Akajibiwa hapo, akamwambia nenda na utendewe. Heri Bwana, nenda na utendewe. Na kweli alipotoka hapo alienda akapata mimba, akapata mtoto, akamuita Samuel. Haleluya. Amen. Na akapeana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tupatie Bwana sadaka. Neno linatufundisha nini? Tusiombe kwa udhaifu. Akaambiwa ya kwamba ombeni msiingie kwa majaribu. Na anaona kabisa majaribu inakuja. Usipoomba unaingia kwa majaribu. Omba bila kukoma. Funga chakula. Uwe mtu unafunga saa ingine chakula na usio mtu anakula chakula mingi. Haleluya. Amen. Mwaiko kwa samaki hapo. Pilao. Sasa kidogo umekaa gederi. Mungu anapenda watu ambao si wa kula sana. Si maandiko inasema walafi hawatarithi ufalme wa Mungu. Hiyo kula tu. Kula tu, hawatarithi ufalme wa Mungu. Na Mkristo jifunze chakula kidogo. Chakula tu kidogo unasikia ukitosha kabisa. Haleluya. Amen. Tupe sadaka. Kwa nini nasema ujifunze chakula kidogo unapokula? Ni kwa sababu ukienda kufunga chakula hautaangamia sana, utasikia umeshinda. Kwa sababu umezoea chakula kidogo. Sasa ukienda kufunga, wewe uko sawa. Kuna mtu anafunga 3 days kafu. Na hapo sawa. Na ukienda hapo sawa. 3 days. Anafunga kabisa. Hanywi maji, anaenda kafu. Mpaka nikamwambia huyo kijana, kuna hata kaslice moja. Ndio mara isishike. Kwa sababu ana nguvu ya kwenda 3 days. Kuna mwingine 1 week. Na wewe kutoka asubuhi mpaka saa 10 unasikia kufa. Ukiomba na kuomba, mwili, imani yako na mwili itakubali kuomba na udhaifu itatoka. Amen. Haleluya. Amen. Imani ya kufunga, imani ya kuomba, imani ya kwenda mbele za Mungu. Nataka kufundisha kitu. Tunaweza kuwa na shida bure kwa sababu hatujaomba. Si tuombe na kuomba. Ukiomba tu Mungu anasikia. Na ukiwa nyumbani omba tu. Usikia roho yako ina huzuni, imba tu. Unaanza kusifu. Alafu unaenda mbele za Mungu. Mambo yako inaenda vizuri. Amen. Kwa hiyo kuna maombi ya sadaka
ya kutoa kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu nataka milango yako ifunguliwe, mambo yako ikuwe sawa, unaleta dhabihu. Ana alipata mtoto na Mungu akamsikia kwa sababu ya bwana yake Elkana. Alikuwa anatoa dhabihu na kutoa sadaka. Kuna mtu mmoja anaitwa Kornelio. Hebu tusome Acts of Apostles. Matendo ya Mitume. Huyu mtu alikuwa mcha Mungu na anatoa sadaka nyingi. Mungu akamkumbuka. Alikumbukwa kwa sababu ya sadaka zake na kusaidia watu. Anatoa tu, anapatia watu sadaka nyingi, anasaidia huyu, anasaidia huyu. Mungu akamkumbuka, akatuma malaika. Hakutuma Petro na Yohana, walikuwa akatumana yeye, malaika mwenyewe alikuja kwake, akamwambia maombi yako imefika. Haleluya, amen. Matendo ya Mitume, Acts of Apostles, kwa English ni Acts. Soma 10. Mstari wa kwanza. 10. Matendo ya Mitume mstari wa 10. Palikuwa na mtu Kaisaria. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio. Aliitwa Kornelio. Akida wa kikosi kilichoitwa Italia. Na unajua alikuwa mkubwa wa jeshi la Italia. Kwa komanda kubwa sana. Mtu mtaua. Mtu ambaye aliteuliwa na Mungu, mtu aliogopa Mungu. Mchaji wa Mungu. Alikuwa anaogopa Mungu, aliteuliwa na Mungu. Yeye na nyumba yake yote. Yeye pamoja na nyumba yake aliogopa Mungu. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Alikuwa anawapa watu sadaka nyingi na kuomba Mungu daima. Na akaomba Mungu daima. Sasa turudi hapo. Unaona huyu mtu alikuwa anaomba Mungu kila siku daima. Anamuomba Mungu, lakini anatoa. Nini ilifanyika? Akaona katika maono wazi kama saa 9 ya mchana. Akaona katika maono, yani macho yake alitembelewa na malaika saa 9 ya mchana. Malaika wa Mungu wakimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, "Kuna nini Bwana?" Akamwambia, "Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu." Tumpe Yesu sadaka nzuri. Akaambiwa sala zako na maombi yako na sadaka zako zimefika mbele za Mungu na imekuwa ukumbusho mbele za Mungu. Amen. Si sadaka zako tu, sio ukumbusho. Amen. Si Mungu akumbuke tu sadaka yenye unatoa hapa. Amen. Aikumbuke fungu la 10 ambayo unatoa. Amen. Na akakujibu wazi. Amen. Akatokewa wazi. Amen. Chochote ambayo unachotoa na Mungu aikumbuke sadaka zako. Huyu mtu alikumbukwa kwa sababu ya sadaka yake na maombi alikuwa anaomba. Malaika akamtokea. Akamwambia, sala zako, maombi yako imefika mbele za Mungu na imekuwa Mungu anakumbuka. Amen. Sadaka na maombi yako. Amen. Sasa sadaka ya kutoa, yani maombi ya kutoa, inafika mbele za Mungu haraka na inakuwa nini? Inakuwa ni fast, haraka sana, na Mungu anatumana malaika. Kulikuwa na Petro, kulikuwa na Yakobo, kulikuwa na Philip, kulikuwa na Andrea, lakini hakutumwa kwa ule mtu. Ni malaika mwenyewe walienda. Malaika atakukujia, hatatuma mtu, hatatuma chochote, anakuja kwako. Anakuambia Mungu amesema. Haleluya. Amen. Wakati mmoja Paulo huyu ambaye tunasoma kwa maandiko alitesa kanisa sana mpaka ilibidi Yesu mwenyewe akakuja yeye mwenyewe tena. Alikuwa ameenda akaja. Akamwambia Paulo, "Kwa nini unatesa kanisa langu?" Kuna mambo ambayo utafanya Yesu mwenyewe aje atume malaika, si binadamu, kwa sababu ya maombi yako
na sadaka zako, fungu la 10 zako na dhabihu zako. Anakuja wewe, anakukujia usiku, anakukujia mchana, anakuambia umebarikiwa, nimekubariki. Amen. Kwa hiyo kutoa na kuomba inaambatana. Amen. Haleluya. Amen. Na kumpatia Mungu ahadi. Unaahidi Mungu, unapewa kwa haraka. Kwamba Mungu ukiniponya hii ugonjwa ikitoka, mtoto wangu akiponya, nikipata biashara, nikifunguliwa milango mzuri, nikipata pesa, Bwana nitakufanyia hii. Na unajibiwa kwa haraka. Mambo yako inakuwa sawa. Amen. Tumeyo sadaka tu. Kwa sababu gani? Mungu anaangalianga ni nini ulicho nacho. Mahali pengine anasema ya kwamba msiende mbele za Mungu kwa mkono. Na ndio unaona ibada haiwezi kukua bila kutoa sadaka. Kwa nini tunasema saa ya kutoa sadaka? Hebu Jumapili ambayo inakuja masikini mtoke bila kutoa sadaka. Utasikia ukubarikiwa. Si ni kweli? Tukuje tu tuanze kuomba alafu hakuna sadaka. Kila mtu atajiuliza maswali na hakuna mtu atakujibu. Mbona hatukutoa sadaka? Kwa sababu hatutaenda kwa mbele za Mungu kufanyia ibada na mkono tupu. Lazima tutoe. Haleluya. Na wewe lazima mtolee Mungu. Na usiwe mchoyo mbele za Mungu. Ukiwa mchoyo na anakuwa mchoyo. Hivi vitu vyote tunapewa na Mungu. Haleluya. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Aliyejenga ghorofa ni mtu kama wewe. Sio? Sema ghorofa zote tunaiona si imejengwa na mtu. Asiwe ni mtu. Asiwe ujenge. Amen. Asiwe ujenge. Amen. Hauna mkia atiana. Mwenye yote ni sawa, tuko sawa, si ndio? Wewe chochote ambaye tunayotaka tunaomba Mungu na kwenda kufanya kazi na Mungu anafungua njia. Amen. Naambia Mungu nifungulie njia kwa hii kazi yangu. Hii biashara yangu ndogo nataka ikue kubwa. Niko na kioski nataka duka. Niko na duka nataka ikue wholesale. Niko na wholesale nataka niende kwa supermarket. Amen. Na unafanya kazi na inakuwa. Yaani chochote tu ukiguza kitu kidogo inabarikiwa. Chochote tu ukiguza inabarikiwa. Amen. Mpaka watu watataka wewe kuja kwa biashara yake. Mama fulani njoo tu ingia. Kuja sana. Kuja na huyu ana baraka. Kwa sababu ameona baraka yako iko juu. Niombee tu kuja uniombee kwa sababu najua huyu akisema haleluya. Chochote atakayegusa inabarikiwa. Amen. Unatoka kwa hii biashara, unaenda kwa ingine na unaenda kwa ingine. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa hiyo usione ya kwamba wewe uko chini. Hiyo chini omba sana ukapewe. Amen. Haleluya. Amen. Niliwaambia siku nyingine, najua mimi sikuwa na viatu. Yaani kitu rahisi. Kitu ambayo nyinyi mko nayo. Naenda tu hapo na lakini sikuwa na viatu. Hii kiatu. Iko ngumu. Wengine wako na kiatu lakini mimi si. Pasta moja naitwa Joseph Kimani, nililea sana katika ukali. Kaniambia John. Kaniambia shida haina mzizi. Hiyo tu. Shida haina mzizi. Alipokuwa Marekani akanitumia suti. Miaka hiyo zilizopita. Suti ya kwanza mimi kuvaa nienda alinitumia akiwa Marekani. Akihubiri katika television ya Marekani. Akanitaja kwa television. Kina Marekani. Kumbe ilikuwa ile shida alisema Mungu akampatia akanitaja Marekani katika television, international television. Alikuwa anahubiri katika CNN. Akataja jina langu na mimi niko wapi? Niko Baringo. Kakijana kachafu hivi. Katajwa kanitumia masuti. Akanibariki na nguo nyingi. Tunakumbuka kabisa. Nyingi sana. Akaniambia hii nenda uuze.
Nikaweka kwa soko, area inaitwa soko. Kule kwetu tunaita masema. Nikanunuliwa haraka, nikapata pesa nikampelekea. Sema, umeleta pesa? Basi, shika nyingine. Hiyo ilinitoa. Tunawaambia ile kazi kunafanya mimi nilishafanya na nilishindi. Nilifanya kazi. Nikatoka hiyo pesa ikanipatia pesa mingi. Akili ikasema nanunua scrap. Na mimi nahubiri, na mimi ni mhubiri sasa hivi. Kanunua scrap. Mungu akanipeleka kwa mzee mmoja, sijui kama hapo hai, Mungu ambariki sana. Mungu alisikia mahubiri yangu nikihubiri kwa kiwanja na speaker. Kwa Ronald Bonke, kwa nipatia speaker. Ndio naongea hapo na pasa sauti. Sasa hiyo ndio ilinipatia mambo mimi nilifungua njia. Kaniambia kijana, kuja nikupatie kazi. Akawa ananipatia pesa ya kwenda ndio niweze kuhubiri. Kaniambia niletea scrap. Tena akanipatia pesa. Nikapata pesa. Nani hiyo pesa imetoka wapi? Ile moyo mtumishi. Sumuni. Nikauza shilingi 2 na sumuni. Tajiri kijana. Kwa nini ulifanya? Nikimkemea kwa ukali, hapana kimbia, rudi tena. Ukirudi tu ndio Mungu anafungua njia yako. Kwa sababu yale yako ndani yake ni Mungu ananikanya. Mchungaji alikuwa ananikanya sana. Siku nyingine akaja bila kuniambia. Kuchungulia mali tunakaa, huyu mtu anakaaje. Akaficha gari yake mbali, akakuja na Mungu. Ilikuwa mtu kibongo. Ana miaka karibu 5 sasa. Karibu hapo wakati alizeeka akakufa. Akakuja hivi. Nilikuwa na kinyumba kadogo hapo. Nikastukia mtu jitu kamwingia. Kakubwa sana. Sema unajua nimekuja ndio niangalie vile wewe unafanya. Lakini alipoingia kwa nyumba alipata Biblia na isoma. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kanibariki sana. Amen. Ukiwa mwaminifu na kuomba Mungu utabarikiwa. Amen. Wakati unataka kitu tu, wewe omba Mungu kwa uaminifu na kumimina roho yako na unaahidi Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Sisi nimewambia siko na viatu. Just imagine viatu. Na nilipenda Mungu hivyo. Haleluya. Amen. Sasa naweza kubadilisha viatu. Naweza kubadilisha hata nimepeana mingi. Mingi sana. Amen. Viatu. Lakini nimetumikia Mungu. Sasa naweza vaa kiatu. Nikiona nimevaa sana na badilisha nyingine na nyingine. Nina viatu ambayo haihesabiki. Nyingi. Na nguo nyingi, hata napeana nyingi. Naambia mama siku nyingine kunja hizo manguo peana. Hiyo viatu peana. Mtu nilikabarikiwa kwa sababu ya mtumishi wa Mungu na kuwa mwaminifu. Nataka ubarikiwe leo katika barikiwa tu. Amen. Na uombe na kuomba. Kuomba ndio utabarikiwa. Amen. Mtu ambaye haombi hawezi kubarikiwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Na wakati unapoenda mbele za Mungu, ahidi Mungu kitu, usiwe mchoyo. Ahidi Mungu, nitakupatia. Na usitoe kwa uchungu. Na hata ukitoa kwa uchungu ni sawa, bora tumempatia. Haleluya. Bwana tumempatia na Mungu anaanza kukubariki. Amen. Utaanza kubariki. Na mimi nikaambia Mungu nibariki. Baka nibariki na shamba. Nilikuwa natamani shamba. Kanipa mashamba. Kanipa maploti. Kanipa manyumba. Niliona nyumba kwa miaka mingi. Kwa naona watu wanaishi nyumba yao. Mimi sina nyumba na kodisha. Niambie Mungu nipatie. Akanipa. Haleluya. Amen. Na nilipopewa hata nikaona si kitu. Pewa nyumba nyingi. Hata kuna nyingine hatujakaa. Hii nyumba nafikiri iko na 5 years ama 6 years. Hatujaishi. Kwenye kazi anakaa tu hapo. Yaani hatuna hiyo. Sasa
nilikuwa nina tamaa nyingi na kumbe ni bure. Kama kijana anafurahia kuoa. Bibi akishaingia kwa nyumba asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Sadaka nzuri. Na mtapea. Amen. Tafuteni na mtapata. Amen. Kwa hivyo tumesema maombi ya kupeana ni haraka na ya kuahidi Mungu unapata kwa haraka. Amen. Haleluya. Amen. Na unaahidi Mungu kitu ambaye unaweza peana. Usiahidi kitu kubwa. Kama mimi niliahidi kitu kubwa. Usione ni rahisi kutoa pesa ili usije ukalemewa. Usiahidi kubwa, ahidi ile kitu utapeana. Tunaona mimi kwa miaka mingi kujenga kanisa. Ile struggle. Lakini kwa sababu imefika ndio hii pesa, lazima nitimize. Amen. Unajua saa hiyo pesa yangu si yako peke yangu. Niko bibi. Sasa unasema nini nikitoa? Sasa ikabidi ninatoa tu kwa sababu najua niliahidi Mungu. Yeye ajui hakuwa nikiahidi Mungu. Alikuwa hakuwa na anasema kwa nini unatoa pesa? Kwa nini unatoa pesa? Lakini ajui vile niliahidi Mungu. So mambo mengine unatoa tu kwa sababu unajua vile uliahidi Mungu. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nikimalizia, wewe uko na watoto, protect watoto wako na damu ya Yesu. Amen. Na utoe dhabihu ya watoto wako. Amen. Ya mume wako, ya mke wako. Haleluya. Amen. Usipofanya hivyo utasumbuka. Si ndio na? Haleluya. Amen. Zuia shetani asiingie katika nyumba yako. Amen. Unatoa sadaka hii, ninatolea mke wangu sadaka hii. Ninatolea mume wangu sadaka hii. Ninatolea watoto wangu sadaka hii. Dhabihu hii ndio nyumba yako iwe sawa. Ukishatoa hiyo, watoto wako wanakuwa wanalindwa na ile dhabihu na wanalindwa na ile sadaka. Fungu la 10 yako ulinda kazi yako na nyumba yako. Ukiwa mwaminifu katika fungu la 10, hii ndio inalinda kazi yako ya mikono yako. Maana Mungu anasema mnijaribu kama sitawabariki nifungue madirisha. Si ndio? Kwa hivyo ukiwa mwaminifu kwa fungu la 10, chochote utakayofanya inabarikiwa. Amen. Ukiwa mwaminifu tu bila kuwa mchoyo, unabarikiwa. Amen. Na mimi ufanye hivyo. Asifiwe Yesu. Amen. Hata sadaka zenu ambayo mnatoa hapa, wanatoa fungu la 10 ya nyinyi. Unaona vile nafanya? Mimi huwatolea nyinyi fungu la 10. Hii sadaka mnatoa. Ninatoa fungu la 10 kwa hii. Ninatumana. Ndio mubarikiwe. Amen. Sasa Mungu bado ananidai kwa ile ukuhani wa madhabahu hii. Ninatoa fungu la 10 hapa, ninatuma. Ninaenda kwa mpangilio. Unaona? Usiwe choyo ukajinyima baraka kwa sababu hautoi. Toa fungu la 10. Na ndio naona makanisa zingine wale wananijua, wachungaji wananijua, wakitoa masadaka kwao wanatoka fungu la 10 wananitumia. Anatumia mwingine. Na mimi nikipewa natumia mwingine. Fungu la 10. Tusiwe wachoyo, ndio ubarikiwe. Leo nakufundisha kuomba na kubarikiwa. Yaani ndio milango isifunguliwe yake. Amen.
wamebarikiwa. Amen. Tuwe watu ambao wamebarikiwa. Amen. Basi tukiimba tu hivi wagonjwa wanapona. Amen. Na tuletanga wagonjwa. Letanga tu wagonjwa wanapona. Hata kama ni mtu tu hapo huko. Simuleta hapo wapone. Amen. Si mtu wa Mungu anafanya hivi. Kwa sababu unaamini ile madhabahu wewe uko. Leteni wagonjwa tukawaombea na wakapona. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Omba sana. Bila kuwa na udhaifu. Tusimame kwa jina la Yesu. Amen.